Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE Habari. Na sasa tuungane naye Sofia Amani kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, TanTrade yaimarisha ushirikiano wa biashara Tanzania na DRC. Asante sana Sada Nasoro. Na mtazamaji wa TVE, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimefungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kibiashara kwa lengo la kukuza biashara ya kikanda na kuongeza uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Hatua hiyo imeelezwa kuwa muhimu katika kuimarisha uchumi na fursa za wafanyabiashara. Mkurugenzi mkuu wa TanTrade Dr. Latifa Hamisi amesema taasisi hiyo inaendelea kuwa daraja la biashara kwa Tanzania kwa kuwakaribisha wafanyabiashara kutoka DRC kutumia fursa zilizopo nchini, kwani juhudi zinafanyika kurahisisha huduma za usafirishaji na kuimarisha biashara ya bidhaa za viwandani na vyakula. Na wenzetu hawa wanaotokea upande wa Kongo wanafanya biashara kubwa sana Tanzania. Kwa hiyo ile strategy yetu kwamba kuhakikisha ile biashara ambayo tunafanya sisi na wenzetu kule tuichukue zaidi, kwa sababu tunavyojiona tuna advantage ya mipaka yetu. Kwa hiyo lazima tutumie advantage ya mipaka yetu na wenzetu. Kwa hiyo lile kongamano limezaa matunda, na Mheshimiwa Governor alikuwa mmoja kati ya washiriki wa lile kongamano na ameona fursa, ameona asirudi nyumbani, kwanza aende mwenyewe. Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean Jacques Purusi Sadiki amesema kuna fursa nyingi za uwekezaji nchini DRC na kuwahimiza wafanyabiashara wa Tanzania kuwekeza. Amesema serikali ya DRC itaendelea kuhakikisha uwepo wa mazingira salama kwa wawekezaji ili kukuza ushirikiano wa kiuchumi. Aidha, amesema watahamasisha wafanyabiashara wa Kongo kushiriki katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba mwaka 2026, wakiamini kuwa jukwaa hilo litaisaidia kukuza uhusiano wa kibiashara kati ya Tanzania na DRC pamoja na kufungua masoko mapya. Na kweli kuambia wa Tanzania kama business opportunity ziko mingi sana. Tunaweza endelesha tusema kama gold, we have timber, we have Colombo tantalite, we have cobalt, we have lithium. Ile mineral zote inabidi tuungane pamoja kwa kuexploit, kwa kuzipitisha hapa Tanzania kwa jinsi jene. Tunatoka zunguruka hapa Dar es Salaam, tunaona kama viwanda mingi cobalt na copper yetu inatoka Lubumbashi, inatoka Katanga, ina transit hapa kwa kwenda dunia mzima, kwa kwenda Asia, Europe. Ukosefu wa elimu ya fedha umeelezwa kuwa ni miongoni mwa changamoto kubwa inayowakabili Watanzania wengi, hali inayosababisha baadhi yao kushindwa kusimamia ipasavyo vipato vyao licha ya kuwa nacho. Hayo yameelezwa jijini Dodoma wakati wa semina ya utoaji elimu ya fedha kwa wakazi wa jiji hilo na mkufunzi wa elimu ya fedha na uwekezaji Jacqueline Temo, na kueleza kuwa watu wengi wanapata fedha lakini hawajui zinaelekea wapi kutokana na kukosa uelewa sahihi wa usimamizi wa fedha. Amesema tatizo kubwa sio kipato bali ni matumizi na ukosefu wa maarifa ya kifedha, huku akibainisha kuwa hata wafanyabiashara waliofanya biashara kwa muda mrefu wamekuwa wakiendelea bila kuelewa mwenendo wa fedha zao. Kupitia semina hiyo, washiriki wamejifunza mbinu mbalimbali za uwekezaji ikiwemo kununua hisa, kuwekeza kwenye makampuni pamoja na hati fungani za serikali, huku Temo ikisisitiza umuhimu wa kuwa na bajeti na kutofautisha kati ya mahitaji ya msingi na matamanio, akifafanua kuwa uwekezaji si kujinyima kila kitu bali ni kupanga matumizi kwa uwiano unaofaa. So leo tunawahabarisha wawekeze kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, wanunue hisa za makampuni, wawekeze kwenye hati fungani za serikali baada ya kupata elimu, lakini pia tumewaahidi kuwapatia support mbalimbali ambazo wanazihitaji kwenye safari ya uwekezaji. So nitoe rai kwa Watanzania wote kutafuta maarifa ya kifedha. Shida ya Watanzania wengi sio kipato. Shida ya Watanzania wengi ni matumizi. Shida ya Watanzania wengi ni kukosa maarifa. Tafuta, wekeza kwenye maarifa ya fedha. Ujifunze na uchukue hatua. Kujifunza pekee haitoshi, na ni kuacha na mambo matatu. Pesa au nidhamu au elimu ya fedha inahitaji mambo matatu. Cha kwanza ni nidhamu,
Hakikisha unaheshimu malengo yako, unaheshimu pesa yako, lakini cha pili ni muendelezo. Usifanye mara moja ukaacha. Mbuyu ulianza kama mchicha, unatakiwa kumwagilia, kuweka mbolea kila siku taratibu na hatimaye utafika. Lakini cha mwisho ni subira. Usitamani kuvuna haraka kabla ya wakati. Baadhi ya washiriki wa semina hiyo wamesema elimu walioipata imewasaidia kuelewa namna bora ya kusimamia fedha na kupanga uwekezaji wao, na baadaye kuahidi kuanza kuweka akiba na kuwekeza kwa malengo maalum ili kufikia mafanikio ya baadaye, kwani maarifa ya fedha ni ufunguo na ustawi wa maisha. Nimejifunza mambo mengi, lakini kikubwa zaidi nilichojifunza hapa, nitaacha kuwa spender na naanza kuwa saver kuanzia siku hii ya leo. Kwa hiyo nashukuru sana na nawahimiza wa Tanzania wengine na jamii kwa ujumla kupata zaidi elimu ya fedha ili uweze kujua namna gani ya kuweza kuwekeza. Kwa majina naitwa CPA Melkizedek. CPA Melkizedek. Nilichojifunza huku ndani, nimejifunza very interesting. Trust, life insurance. Pamoja na why finance, how to manage your own finance. Yaani namna gani ya kutunza, kusimamia fedha zako wewe mwenyewe. Lakini nimependa sana eneo la life insurance na eneo la trust. Na wadau wa biashara ya magari nchini wameiomba serikali kuangalia upya tozo zilizoongezeka katika biashara ya magari ambazo zimefanya bei za magari kuongezeka, hivyo kuifanya biashara hiyo kuwa ngumu. Akizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara wa magari, Miriam Tera, wakati wa hafla ya utiaji saini wa mkataba wa mikopo ya magari kupitia mtandao kati ya taasisi ya Fin Tanzania na Black Swan, amesema kwa sasa tozo zimeongezeka ikiwemo bandarini na maeneo mengine, ambapo imefanya magari yanayoletwa kutoka nje kupanda bei, hali inayofanya wateja kuanza kulalamikia na kushindwa kununua magari. Dila mwenzangu aliniambia hivi, unaweza ukadhani kwamba Harrier inaweza kapanda bei kwenye zile gharama za tozo ambazo zimeongezeka mpaka 5 million. Nilikuwa niko shocked kwa sababu kama sasa hivi tu Harrier inaweza price range milioni 38 mpaka 40. Je, ikipanda mpaka milioni 5 inamaanisha Harrier chakula nyani tu itakuwa inauzwa kwa milioni 45. Hiyo ni kidogo, ni changamoto. Kwa kama kutakopo na uwezo wao kukaa chini kidogo kututafakaria na kutufikiria kuweza kutupatia solution ya kuweza kupunguza kidogo zile gharama za tozo ambazo zimeongezeka, itakuwa kidogo msaada kwetu. Kwa upande wake, Joel Kalugendo, afisa mwendeshaji mkuu wa Fin Tanzania, amesema wameamua kuingia makubaliano na Black Swan kuwezesha utoaji mikopo wa magari kutokana na uhitaji mkubwa wa Watanzania ambao mikopo yote iliyotolewa 80% ni mikopo ya magari. Kwa hiyo kwa muuza magari inamaanisha atapata fedha yake kwa haraka zaidi. Kwa taasisi ya fedha nitaweza kumhudumia mteja akaendelea kulipa kidogo kidogo, na kwa upande wa Black Swan kupitia Kopa Gari, yeye ataendelea kutuletea wateja na ushirikiano wetu wa kibiashara utaendelea kukua. Naye mtendaji mkuu wa Black Swan Derek Kazimoto amesema wameamua kuja na jukwaa la mikopo ya magari ili kuwaleta pamoja kampuni za magari na wateja, ikiwa ni sehemu ya kupunguza urasimu katika utoaji mikopo ya magari ambayo kwa sasa imekuwa fursa kwa Watanzania. Watu wengi wanapenda mikopo, watu wengi wanataka mikopo. Tatizo kubwa lililopo ni kwamba taasisi nyingi za fedha kupata majibu ya mkopo wako mara nyingi inachukua sio siku moja wala siku mbili, mara nyingi ni siku 3, wiki mbili, mwezi mpaka miezi 2 au 3 kutokana na taasisi. Sasa kupata ile majibu ya awali na taasisi ikakupa cheti cha kuqualify mkopo cha awali, inampa confidence yule mtu anayeomba mkopo kwamba nitaendelea kupambania huu mkopo na nitaweza kuupata kutokana na kwamba details zangu na data zangu na kipato changu kimekuwa verified on the spot. Asante sana mtazamaji wa TVE na Sada Nasor. Hayo ndiyo yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Naam, nikushukuru sana Sofia Amani kwa habari za biashara. Na mtazamaji, hii ni TVE habari. Mimi ni Sada Nasor na ndiyo tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea na habari za kimataifa na Roman Shirima.